Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Jina langu ni Rabin na mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, na ningependa kuwahubiria neno lake hapa leo kutoka kwa kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari ni wa 40. Yasema hivi: Petro akawaonya kwa maneno mengine mengi na kuwasihi akisema, jiokoeni kutoka kizazi hichi kilichopotoka. Petro akawaonya kwa maneno mengine mengi na kuwasihi akisema, jiokoeni kutoka kizazi hiki kilichopotoka. Walio na ujuzi wowote kuhusu Biblia wanamjua jamaa anaitwa Petro. Amefanya mambo mengi. Alimuona Yesu akifanya kazi zake. Yesu akawauliza wanafunzi wake, mimi ni nani? Akasema, wewe ni Masia, wewe ni mwana wa Mungu. Huyo ni Petro, mfuasi namba 1 wa Yesu Kristo. Huyo ni Petro siku ya kufa kwa Yesu. Yesu amesema, hii siku leo nyinyi wote mnanitoroka. Petro akasimama akasema, hata ifanyike nini, wengine wakutoroke, wengine wataenda, lakini si mimi. Mimi siwezi kuacha. Huyo ndio Petro. Huyo ndio Petro ambaye amemuona Yesu ametukuka pale mlimani. Amemuona katika the Mount of Olives, ametukuka, ameng'aa, anazungumza pale na Musa na Elia. Amesikia sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwana wangu mpendwa, msikieni yeye. Huyo ndio Petro. Na huyo ndio Petro ambaye wakati ulipofika, wakati huo, ingawa aliona utukufu wa Yesu, ingawa alishuhudia utukufu wa Yesu, ingawa kupitia Roho Mtakatifu alijua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, wakati ulifika, wakati wa kufa kwa Yesu, alimkana mara 3. Mara 3 alimkana. Kwa sababu gani? Aliogopa kuuawa. Aliona Yesu ameshikwa. Aliona Yesu amewekwa mipingu pale. Aliona Yesu anaongozwa pale na majeshi. Akaenda pale, akaambiwa, wewe ulikuwa na Yesu. Akasema hapana. Akaambiwa mara ya pili, wewe ulikuwa na huyu Yesu. Akasema hata simujui. Akaambiwa na kasichana kadogo mara ya 3, wewe ulikuwa na Yesu. Akasema wallahi. Hata akaapa akasema, huyu jamaa mimi simjui. Mimi simjui. Huyo ndio Petro. Na huyo ndio Petro ambaye Yesu alisema kiongozi wa kwanza wa kanisa. Huyo ndio kiongozi wa kwanza wa kanisa. Huyo aliogopa. Huyo the coward. Nani angeunda hadithi kama hiyo? Nani angeunda hadithi hiyo? Hauoni ni ajabu kwamba hili kanisa ambalo limeenea duniani mzima limeanza na huyo the coward. Muone sasa huyu coward amesimama pale Yerusalemu, anasema, jiokoeni na hiki kizazi kiovu, jiokoeni nyinyi. Ako pale amesimama, anashuhudia, anasema, huyo Yesu mwenye nyinyi mlimuua, yeye ndio mwana wa Mungu, yeye ndio Mwokozi. Huyo muoga ameenda wapi? Jiulize hilo swali. Siku 40 tu zimepita. Yule muoga sasa anashuhudia kwa ujasiri katikati ya jiji ya Yerusalemu, akisema Yesu ni Bwana, akisema Yesu mliyesulubisha ni mfalme. Wacha nikueleze nini imefanyika kwa huyu Petro.
hajaacha kuwa mwoga, hajaacha kuwa na hofu. Hofu yake imetoka mahali pamoja imeenda kwingine. Kitambo Petro alikuwa anahofia binadamu, alikuwa anahofia wale ambao wana uwezo, wana mapanga, wana bunduki, wana risasi, wana uwezo wa kukukata kichwa, wana uwezo wa kukunyang'anya nyumba yako, wana uwezo wa kukufukuza kazini mwako. Lakini sasa Petro ameona kitu, ameona Yesu amesulubiwa, ameona amezikwa na amemwona amefufuka. Anamwogopa Mungu anayefufua wafu. Amejua Mungu anayefufua wafu. Amemwona Yesu mara ya pili, amesimama mbele yake, marks za misumari pale, amedungwa pale alipodungwa mguuni. Ameiona, ameona Mungu anayefufua wafu na amehofia huyo Mungu. Wacha nitaogopa, mimi nitaogopa Mungu, Mungu ambaye kifo hakimuwezi, ako na nguvu juu ya kifo. Huyo ndio nitaogopa. Petro anamwogopa Mungu anaye nguvu juu ya kifo, na anasema huyu Yesu ameshinda kifo, ni yeye pekee. Kaburi lake liko wazi, nimemuona. Tomaso amemuona, tumemshuhudia sisi wote. Wanakuja pale, wanataka kumpiga, wanamweka jela, wanamweka nini. Anasema fanyeni venye mnataka, lakini lazima niambie watu kwamba Yesu amekufa, Yesu amefufuka, Yesu amepaa mbinguni, Yesu ni Bwana, Yesu ametuma Roho wake. Fanyeni chenye mnataka, fanya vile unataka, nipige, niweke jela, lakini sitakuogopa wewe, nitamwogopa Mungu anayefufua wafu. Huyo ndio Petro. Na je, huyu Petro angesimama hapa Uhuru Garden leo, angesema nini? Angesema nini? Angekuangalia wewe, akuambia wewe unamwogopa nini? Unamwogopa binadamu wewe? Unapotea kaka yangu. Raha yako iko wapi siku ya leo kaka yangu? Umeweka raha katika mambo ya dunia, umeweka raha katika fedha, katika familia, katika kazi, katika uzinzi, katika ulevi, katika uchawi, katika uchoyo. Maisha yako yako hapo. Huwa ni raha za dunia, hazidumu. Hawani hizo raha hazidumu. Hawani roho yako inatamani raha inayodumu. Hawani roho yako imeumbwa ili kuenjoy raha ya milele. Roho yako si ya raha ya siku ya leo, kesho kuisha. Hizo raha zimeumbwa ili kukuongoza kwa raha inayodumu, ambaye ni Mungu anayefufua wafu. Hizo raha zinakuongoza kwake yeye, ambaye yeye ndio chanzo cha raha zote za dunia. Raha unayoenjoy na familia yako, raha unayoenjoy na watoto wako, raha unayoenjoy na rafiki zako, hiyo sio raha ya kweli. Inafaa kukuongoza kwa chanzo cha raha zote. Yeye pekee ndio wa milele, yeye pekee ndio anadumu. Na binadamu katika kumkataa, katika kumuasi huyu Mungu, katika kuweka macho yake
katika raha za dunia. Hasira ya Mungu inamuongoza aendelee pale, inamwacha aendelee pale. Kama mtoto mtundu, unamwambia endelea hapo, utaona ujinga wako, utaona upumbavu wako, utauona. Anaoza, anafikiri ni pesa alikuwa anafuata. Mtazame sasa, mchoyo hata kwa watoto wake, hata kwa familia yake. Alikuwa anasema ni uzinzi kidogo tu. Mtazame sasa, anajishtua. Madawa yake ya kulevya yamemharibia akili, ameoza, amekuwa kikapu cha mtu, matambara ya mtu, kwa sababu ya raha zake. Jitazame, uone kibinafsi kwamba hii ni kweli kukuhusu wewe, ni ukweli kuhusu familia yako, na ni ukweli kuhusu hii dunia, jamii yetu, nchi yetu. Unafikiri shida ni mwanapolitiki ambaye ako ofisini, wanasema huyu akiingia ofisini mambo yatakuwa sawa. Anaingia, mambo ni yale yale, uovu ni ule ule, ufisadi ni ule ule, ukabila ni ule ule, chuki ni ile ile. Hata nani aingie katika power, hata useme ati 2025 ndio ilikuwa mwaka yangu, same nonsense. Ni roho yako, ni roho ya binadamu. Biblia inasema ni roho yako. Hii dunia hakuna mali inaenda. Hata nani aingie katika power, anasema jiokoeni kutoka hiki kizazi. Hiki kizazi kinapotea, na utapotea nayo, utapotea nayo. Jiuze, enda naye, potea, kufa nayo. Lord, my voice, restore my voice, that I may be heard. Let them hear Jesus Christ. Haujachoka we, haujachoka na matumaini yako. Jitazame, jikague, jifikirie. Ukiwa pale kitandani umelala usiku, ukiwa peke yako na mawazo yako, jikague, ujue roho yako inakulaani. Ujue una hatia mbele ya Mungu Mwenyezi. Ujue hivyo. Ujue utapotea katika dhambi zako. Jikague. Nitafutie maji tafadhali. Haujachoka kukimbia ukweli. Haujachoka. Haujachoka kufuata uongo. Haujachoka kujidanganya. Haujachoka. Potea basi. Kufa. Kufa hicho kifo cha milele. Msikie Petro akilia. Msikie Petro analia. Binadamu ameletewa Mwokozi. Mwokozi amedhihirishwa. Musa ameshuhudia. Musa ameshuhudia. Abrahamu ameshuhudia. Amesema mwanakondoo lazima aje. Musa ameshuhudia. Amesema mwanakondoo lazima auawe. Daudi ameshuhudia. Amesema anayekuja ni mwana wa Mungu na ni mfalme. Ameshuhudiwa. Isaya ameshuhudia. Ezekieli ameshuhudia. Elia ameshuhudia. Yeremia ameshuhudia.
ameshuhudiwa, amekuja, amejionyesha, amedhihirishwa, amekufa, amezikwa, amefufuka. Wengine wanakataa, wanasema yeye ni nabii tu, ni nabii tu, yeye si mwana wa Mungu, yeye ni binadamu tu, yeye ni Mungu, yeye ni Mungu. Mungu pekee ndiye ana uwezo wa kuokoa. Hakuna binadamu anayeweza kuokoa. Ni damu ya Mungu pekee imwagike. Wewe zidi pale, hakuna jina ingine, hakuna jina ingine utaokolewa nayo, hakuna. Kama utamwamini Yesu leo, utakufa katika dhambi zako. Hii dunia inazama, hii dunia inapotea. Siku ya kuhukumiwa inakuja, na hautaweza kusimama mbele ya Mungu. Hautaweza, nakuambia hautaweza. Akili yako inakuambia hautaweza, dhamiri yako inakuambia hautaweza. Hakuna anayesimama. Ni upatikane ndani ya Yesu, upatikane kwa Yesu, upatikane katika damu yake, upatikane katika kufa kwake, upatikane katika kufufuka kwake. Njoo leo, njoo ujionee. Wacha Yesu akushuhudie. Wachana na maneno yangu, nenda kwa Yesu. Wacha yeye akushuhudie, wacha yeye akuhakikishie ukweli wa maneno haya. Wacha yeye akuambie, wacha yeye akupe utulivu wa moyo, wacha yeye akupone, wacha yeye akuoshe, wacha yeye akusafishe, wacha yeye akuhakikishie kwamba uko na wewe. Wacha akuhakikishie kwamba hakuna njia yoyote ingine ila damu yake. Njoo kwa Yesu leo. Usipotee katika mafunzo yako, usipotee katika kuswali na kufunga. Utapotea. Ni Yesu tu. Yeye si nabii tu, yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Usikufe. Yesu anakuita. Usipotee. Petro analia, anasema ole wangu, jiokoe. Utapotea kakangu. Njoo kwa Yesu. Utakufa dada yangu. Njoo. Wacha upumbavu. Tafuta ukweli ujionee, na upate kumwamini Yesu leo. Kwa jina lake naomba. Mungu Baba wa milele, tumehubiri neno lako kulingana na amri yako. Baba yangu, watu wasipotee. Baba yangu, watu wapate kukujua. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen.